kuna mahali nataka tusogee, kuna mahali nataka twende. Basi unaweza ukaandika hivi kwenye kitabu cha Ufunuo 3 ule mstari wa 1 na wa 2. Haya mambo nayo yazungumza ya watu kutokuishi uhalisia wao. Roho Mtakatifu alifunua kwenye mafunuo haya wakati Kristo anakutana na Yohana katika haya mafunuo. Ule mstari wa 1 anasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiye anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa unalo jina la kuwa hai, nawe umekufa. Unalo jina la kuwa hai, nawe umekufa. Angalia mstari wa 2. Uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Sikuona matendo yako kama yamekamilika mbele za Mungu wangu. Ni nini hiki ambacho Mungu alikuwa anafunua kwa Yohana akiwa kwenye kisiwa kile cha Patmo? Vitu vya ajabu sana vilikuwa vinafunuka kwake. Huu ni ufunuo ambao ulikuwa ni mazingira na maisha ya kanisa la Sardi. Sasa kanisa hili la Sardi limetokea kama tu mfano, lakini inawezekana akawa ni mtu kamili. Linawezekana ikawa ni familia fulani ya watu. Hawa watu wana maisha haya ya kanisa lililoonekana kule Sardi, ya kwamba wanayo maisha ya kuwa hai lakini wamekufa. Inawezekana kitu anachokiishi sio uhalisia wake. Mungu anazungumza kwenye hili eneo ya kwamba Sardi huyu kuna aina ya vitu alivyoonyesha kwenye mazingira ya mwili kabisa, na watu walipovitazama wakamuona kwa sura kama ni mtu aliyebeba uhai, lakini katika uhalisia wake amekufa. Ndicho kitu ambacho kinalitesa kanisa nyakati tulizonazo. Kanisa limeondoka kwenye uhalisia wake. Kanisa limekufa. Watu wamekufa, hawapo kwenye uhalisia. Ndiyo maana mioyo ya ibada kwa watu imekufa. Ndiyo maana mioyo ya watu kumsogelea Bwana haipo tena. Watu wanapita kwenye roho za kufa. Nguvu ndani zao hakuna. Furaha katika ibada hakuna. Furaha ya kumtolea Mungu sadaka hakuna. Kwa nini? Lakini ukiwatazama ndani ya kanisa wakiwa